Lionel Messi ni mchezaji ambaye kuwa naye kwenye timu kuna faida nyingi sana. Sasa Messi kwenye mechi nyingi za Argentina tumezoea kuona akifunga kwenye haya mashindano ya kombe la dunia, lakini hii mechi na Uswizi ana assist. Yaani kitu ambacho Messi anakihakikisha ni kwamba kwenye kila mechi ambayo Argentina wanacheza kwenye haya mashindano ya kombe la dunia, yeye ana mchango mkubwa kwenye ule ushindi. Yaani yeye anaweza kufanya kitu kama atafunga au ataassist. Sasa Argentina, suala la kumfunga Uswizi hilo lilitegemewa, lakini mtihani ambao unauona sasa huu unaofuata wa Argentina dhidi ya Uingereza, huu ni mkubwa. Na mkubwa kwa maana gani? Ukiachilia mbali uwanjani, nje ya uwanja pia Waingereza ni wazuri sana kwenye kuongea. Tukumbuke Uingereza ni timu ambayo imeweza kulalamika hadi tukapata sheria mpya, tukapata VAR, tukapata goal line technology. Yaani kuna vitu vinaletwa vipya kwenye mpira kwa sababu ya kulalamika kwa Uingereza. Sasa tumeona Argentina nje ya uwanja wakiwa wanalaumiwa kwa vitu tofauti tofauti, wakiwa wanashutumiwa kwa vitu tofauti tofauti. Shirikisho lao la mpira huko limeshutumiwa pia kwa kesi za utakatishaji. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana yanaendelea nje ya uwanja, lakini sasa haya mambo zidisha kwa 4, kwa sababu Uingereza ndo mamasta kwenye propaganda, yani ndo mamasta kwenye mazungumzo ya nje ya uwanja kabla ya mechi na baada ya mechi. Kwa hiyo kama kutatokea maamuzi ambayo yana utata kwenye hii mechi ya Uingereza dhidi ya Argentina, tutegemee zitakuja sheria mpya, tutegemee zitakuja kanuni mpya, kwa sababu ni kawaida kwa Waingereza kufanya hivyo. Yani Waingereza ukiwanyima goli, kukawa kuna namna maamuzi hajafanyika kwa usahihi, wana influence ya kufanya FIFA waanzishe sheria mpya, wana influence ya kufanya FIFA waanzishe kanuni mpya, na tumeona ikifanyika hivyo 2010 baada ya Lampard goli lake lile kunyimwa, ndo haya mambo ya VAR na goal line technology yanakuja. Kwa hiyo game inayokuja Argentina dhidi ya Uingereza, Argentina inabidi wajipange vizuri. Uwanjani huwezi kuwa na mashaka nao sana, lakini nje ya uwanja lazima propaganda, lazima maneno yatakuwa mengi, kwa sababu Uingereza ndio mamaster kwenye hiyo sekta. Uingereza ana timu nzuri, lakini pia Uingereza naye kwa muda mrefu sana kwenye hii miaka ya 2000 tumeona akisema sana anataka hili kombe, yani it's coming home, it's coming home. Kwa hiyo analitaka sana hili kombe, kwa hiyo nao watapambana sana uwanjani, lakini wao nje ya uwanja, yani mimi hiyo ndo concern yangu kubwa, kwamba wao ni mamaster. Kwa hiyo Argentina sasa hivi kama ni watu wa saikolojia wa timu, wakae karibu sana na wachezaji, kwa sababu vita ya kwenye social media, vita ya kwenye vyombo vya habari nje ya uwanja itakuwa kubwa, kwa sababu sasa wanaenda kukutana na wale final boss wa kulalamika, wa kuongea, wa shutuma na kila kitu kwenye mambo ya mpira wa miguu, kwa sababu tumeona kwenye mashindano kadhaa yaliyopita watu wameweza kulalamika hadi kanuni. Yani unajua kuna timu kwa mfano kama Egypt imelalamika, lakini mambo yatapoa, yataisha, lakini Waingereza hawaishii hapo. Wakitoka hapo watabeba video, wataenda nazo FIFA, watahakikisha hadi FIFA kuna vitu vinawekwa kama ni kanuni, kama ni sheria mpya ambazo zitaangalia hizo situation kuhakikisha kwamba hazijirudii tena.